Sadakta kabisa, ni Aprili 4 mwaka 2025, siku ya Ijumaa, siku tulivu kabisa, siku ambayo weekend inaanza, lakini pia wengine wanaitafsiri kama ni siku ya kula biriani. Kwa Waswahili tu wanaita hivyo, siku ya kula biriani, lakini biriani unaweza kula siku yoyote. Biriani day. Biriani day unaweza kula siku yoyote. Sasa tunakutana hapa sisi kuiangazia yale ambayo yameandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo, na jeshi la watu ndio tuko hapa. Mimi Justin Kosan, pamoja nami pia niko naye Leto Matwani. Sote kwa pamoja tutakwenda kujuza kilichoandikwa kwenye kurasa za mbele, lakini pia kurasa za nyuma za magazeti ambayo tuko nayo hapa mezani. Tupo na gazeti la Mwananchi Tanzania hili hapa, lakini pia Leto kuna gazeti la niko na gazeti la Nipashe hili hapa. Yes. Sawa, lakini katika habari za michezo na burudani tutakuwa na gazeti la Mwanaspoti katika michezo na burudani. Haya yote ni katika kuhakikisha kwamba tunakwenda kukupa kile ambacho kipo bora sana. Ndio bwana Leto. Yeah, kabisa. Bana, jana ulinitumia kitu kwamba tarehe 4 ya mwezi wa 4 ni siku ya kutembea kutoka nyumbani kwenda kazini. Imekwaje? Yes. Kidogo tu before tujana mbali zaidi. Yaani imekwaje vipi yani? Yaani kwamba nipe details kidogo. Kwa nini siku hiyo ni iko hivyo? Sawa, ilianzishwa hiyo siku maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unatembea kutoka nyumbani kwenda kazini. Na ile unajua asilimia kubwa sana inaonyesha namna ambavyo yani ile inasema ni starting ya maisha. Asilimia kubwa sana ya wafanyakazi wengi wanapoanza zile kazi zao za mwanzo kuna hizo, yani wanaanza kwa kutembea. Kwa kifupi ni kwamba watu wanatembea sana. Watu wanatembea kutoka nyumbani kwenda kazini. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu vinakuwa bado havijakaa sawa, hususan kwenye masuala ya financial. Sure. Kwa hiyo sasa wameadhimisha kukumbuka hiyo kitu kwamba watu wanaanzia huko, watu wanakanyaga sana. Kwa hiyo baadaye akishajipata anasahau. Lakini pia ni moja ya sehemu ya mazoezi. Yes, of course, yeah. Yani kama sehemu ya kufanya mazoezi pia kutoka nyumbani kwenda kazini, kama sehemu yako ni kitambo, imagine unakumbusha unaenda kale. Hapo sasa unaweza kutembea. Ushafanya hivyo leo umetembea? Nimeadhimisha vizuri. Safi sana. Kama sehemu ya mazoezi, na kama unavyoniona mimi niko kamiligado kabisa tayari kukupa kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti. Sawa, moja kwa moja tunakwenda kuanza na gazeti la Mwananchi Tanzania, ukurasa wa mbele lenyewe linaandika, linasema no reforms no election, kunafuka moshi. Ukishasikia no reform no election unaelewa kwamba ni kina nani. Sasa hapo kunafuka moshi. Anasema hivi, wanaotaka ubunge na udiwani Chadema watwishwa zigo la kusaka saini milioni 15 za wananchi. Wenyewe wafunguka wakiwa na mitazamo tofauti. Mwita atema nyongo akimtaja Mbowe. Umeona bwana? Ndio. Sasa wakati kampeni hii ya no reform no election inaendelea, na kumbuka kwamba Chadema walitoa fursa ya wale wote ambao wanautaka udiwani, sawa, wanautaka ubunge, basi wajitokeze, na wakajitokeza wa kutosha, wengi. Sasa wanaambiwa kwamba bila saini milioni 15 za wananchi, hiyo fursa inakupita hivi vitu. Ina maana utasikia tu kwenye bomba kuna kitu kinaitwa udiwani, kuna kitu kinaitwa ubunge. Sasa hivi vitu kuna vifanyaga. Unajua mimi pia nishapitaga kwenye siasa. Acha bwana. Hongera sana. Kabla hujaenda pale kutangaza nia, ukishachukua fomu unaambiwa kwamba bwana, sasa hili na sisi tukuamini, hebu onyesha wadhamini wako, angalau watu 50 wapitisha pale kwamba bwana huyu anafaa, na watu unaandika majina pale, unaandika Leto Matwani anatia saini yake kwamba huyu mtu ndio. Sasa ukishapata wale watu 50, ukishapeleka form, kama umepata watu 50, maana yake kuna uwezekano wa kufanya kuleta competition. Yaani hutaki kuwa mtu mwepesi hivi. Sasa ukishapata hizo saini milioni 15 za wananchi, tunasema hapo uko vizuri, unaweza kuingia kwenye competition. Kuzingatia pia, kumbuka Chadema mzigo mkubwa alionao, anawaza namna pale ya kuweza kumkabili CCM, na ndio mpinzani wake. Sasa ili kuweza kumkabili lazima ujipange kwanza. Unajipangeje? Ndio hivyo, ukishakuwa na ushawishi mkubwa wa kuteka watu hao, basi
tunaona kwamba wewe unafaa. Sawa, lakini mbali na hilo kuna jambo moja ambalo lilizungumzwa jana. Mwita alisema kwamba hii kauli, unajua hii kauli ilimezungumzwa sana tangu kipindi kile cha Mbowe, ile ya no reforms no election. No reforms no election ilizungumzwa sana, lakini Mwita akaja kuifafanua uzuri. Anasema kwamba no reforms ni sawa, ila no election hapana. Yeah. Yani tusimalize kabisa kwamba tufunge kabisa na uchaguzi usiwepo. Sisi hatushiriki uchaguzi, hapana. Tupambanie kwanza hii no reforms. Ina maana yani uchaguzi uko pale pale, tuipambanie hii no reforms. Yes. Kwa maana hiyo no election umeenda mbali zaidi. Yani kwa nini ipaswe na uchaguzi yani? Kwa nini? Kutakuwa na sababu nyingi na mpaka wewe kuadhimisha hicho ama kutimiza lengo la no election, ina maana kuna vitu vitatokea ambavyo viko kinyume na utaratibu wa nchi. Kwa hiyo inaanza vurugu zinatokea hapo na nini. Yani kuna mambo mengi sana yamejificha kwenye no election. No election. No reforms. No reform unaweza kuendelea pia nao pana vitu vimejificha, vinaweza vikafichuliwa, vikawekwa sawa, wakapambania na mambo yakaenda vizuri, lakini huku tukisema no election huku tunaenda mbali zaidi. Yani huku ni sawa na nini? Unaanza kuitekenya amani. Unaona? Sasa amani hataki kutekenywa. Iache kama ilivyo. Sawa, kuna kauli ya Tundu Lissu anasema kwa katiba yetu mkutano mkuu ukisema twende hivi, ni chombo gani kingine kinaweza kubisha? Vinginevyo wajumbe mniambie kama huu si msimamo sahihi. Kwa na wastua kidogo. Chombo gani kingine kinaweza kubisha? Labda wajumbe sisi wenyewe ndio tumepitisha. Basi sisi ndio tunaweza kutangua. Kama bwana tuachane nayo. Sawa, sasa habari hii utakwenda kuisoma zaidi ukurasa wa 2 na wa 3. Tukiachana na habari hiyo, kuna habari nyingine hapa inasema ndani ya siku 4 watu 14 wafariki ajali Same pamoja na Mwanga. Unaambiwa kwamba wakati watu 14 wakifariki dunia, huku wengine 117 wakijeruhiwa kwa ajali ndani ya siku 4 mkoani Kilimanjaro. Mashuhuda wa ajali hizo wamesema wembamba wa barabara katika maeneo ya mlimani umekuwa ni changamoto na imekuwa ikichangia kutokea kwa matukio ya ajali za mara kwa mara, hasa katika wilaya za Same pamoja na Mwanga. Wembamba wa barabara imekuwa ni changamoto. Umeona bwana? Unaambiwa kwamba na hapa kuna habari picha ikionyesha basi la kampuni ya Mvungi iliyopata ajali katika eneo la Kikweni katika kijiji cha Mamba wilayani Mwanga na kusababisha vifo vya watu 7 na kujeruhi 42 mkoani Kilimanjaro jana. Unaambiwa idadi ya watu waliojeruhiwa katika ajali 3 zilizotokea ndani ya siku 4 ni watu 117. Sasa idadi ni kubwa sana. 3 ajali 3 siku 4 pia, na tunapoteza hapo ndugu zetu hapo. Na hiyo ni moja kati ya habari ambayo siku jana imetembea sana. Watu 14 wapoteza maisha, ni inasikitisha. Na nilisikia moja sababu kubwa ni kwamba kulikuwa na gari imebeba maiti na hiyo gari la abiria, basi kwa maana hiyo kwenye kupishana sasa. Sasa jamaa huyo wa gari ya hilo basi akaiweka pembeni kidogo. Sasa mvua zimenyesha, kuna utelezi, ndio ikatokea hiyo shida. Sawa, wanasema ajali haina kinga. Lakini umakini na kuna tahadhari tu unatakiwa uzichukue pia. Kwa sababu huwezi sema kwamba leo naenda kupata ajali au leo sipati ajali. Kuna zile za kusababishwa, kuna zile za Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ndio watu wanaposema kwamba haina kinga. Inaitwa unexpected event. Ndio maana ya accident. Unexpected. Kitu ambacho hujakitarajia kitokee. Ukitarajia kutokea, hiyo sio ajali. Umekalimani vizuri sana. Iko kitengo kinanifaa bana kabisa. Ukianza kampeni zako pia nasikia unataka kugombea nchi za watu. Sasa nikienda kule kusini wakati nazungumza wewe utakuwa unasaidia kuweka vitu kidogo. Vile vya unajua kule ukipiga na kikwenu kidogo kuna point unaziongeza. Sawa. Sawa bwana. Lakini Nchimbi atoa maagizo wizara ya Bashe pamoja na wakala wa mbegu. Habari nyingine ambayo tutakwenda kuisoma ukurasa wa 4. Udanganyifu wa ikoroga NHIF pamoja na vituo vya afya. Habari ipo ukurasa wa 5 pia. Lakini bunge la 12 lilivyopitia majonzi ni habari nyingine ambayo tutakwenda kuisoma pia ukurasa wa 11. Katika bunge la 12 mengi yametokea vifo vya wengi pia viongozi
umeondoka. Kabisa. Ni bunge ambalo limepitia majonzi makubwa. Sasa tutakwenda kuisoma habari hii ukurasa wa 11. Gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo linaonekana hivi katika ukurasa wake wa mbele. Mimi nimemaliza hivyo. Sawa, umehitimisha kusoma gazeti la Mwananchi. Mimi pia niko na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii hapa, na moja kati ya habari kubwa ambazo zimeandikwa, msimamo ni ule ule. Ndio. Uongozi wa juu Chadema wateta na watiania ubunge pamoja na udiwani, washikilia ajenda ya no reforms no election. Lissu atoa kauli nzito. Hii habari inapatikana ukurasa wa pili. Kwa hiyo amekaa na watiania ubunge pamoja na udiwani. Kama vile ambavyo ulikuwa tumegusia pale mwanzoni. Naweza nikanukuu pia. Amesema kama ulikuwa unafikiria ubunge udiwani, sahau. Hata mimi ninataka kacheo fulani hivi. Nimesahau kwanza. Tutachelewa kidogo bunge, lakini wengi zaidi tutakwenda bungeni. Tujiandae, tusogope, tutashinda. Hiyo ni kauli ya Bwana Lissu. Yaani kama anataka kuaminisha kwamba unapata, alafu anakutoa tena kwenye mchezo kwamba hupati. Yaani anachofanya ni kwamba usiweke sana matarajio kwamba mimi nataka ubunge, mimi nataka udiwani. Sahau kwanza. Sasa hivi tuweke vitu vyetu sawa vya no reforms no election. Alafu bungeni tutashinda. Ina maana tukiweka vitu vyao vizuri, yeye anaamini njia itakuwa sawa. Na yeye mwenyewe akisisitiza kwamba anataka kacheo fulani, lakini sasa hivi anapambania. Amesahau kwanza. Yaani kama yako kacheo kama anakahitaji. Anatuibia siri kwamba huenda ndo utagombea urais pale. Bila shaka. Kwa hii kauli nafikiri itakuwa hivyo. Nafikiri tuyanukuu haya maneno yake, tuishi naye kwanza. Alafu tutaona watamtangaza nani pia. Maana sasa hivi ni mwenyekiti, lakini hajasema ni nani ambaye ataenda. Kwa asilimia kubwa pale tukiangalia watu ambao tunaweza tukawapa nafasi. Yeye mwenyewe utampa kipaumbele labda kama Dr. Slaa ataamua. Tutaona. Sidhani pia. Tutaona. Nafikiri tuiache kwenye bracket. Tusubirie. Gari lenye maiti latajwa chanzo ajali ya basi iliyoua watu 7. Anasema wakati basi la Mvungi linakuja wakakutana kwenye kona ana kwa ana. Dereva Mvungi akaona watagongana uso kwa uso. Ndio. Ikabidi dereva basi akwepe, awe kama hivi anaminya kidogo hivi. Kwa sababu barabara ni nyembamba, tairi ya mbele ikakanyaga udongo baada ya kutoka kwenye lami. Mvua imenyesha, anasema kuna tia ikinyesha hapo na barabara inakuwa imenyesha kuna tia. Amesema wameandika hivyo. Yes, nafikiri wametumia lugha hii. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 4. Ina maana ukisoma huko ndani na ukiangalia hata mazingira yenyewe yanaonyesha kabisa kwamba ni mambo ya mvua hayo tena. Watatu wa familia moja wahukumiwa kunyongwa kwa kumuua ndugu yao. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 7. Yaani watu watatu wa familia moja wahukumiwa kunyongwa kwa kumuua ndugu yao. Wapi kulikuaje? Au Nipashe wanakupasha kwa undani zaidi ndani. Usipohudhuria msibani, faini ya fedha, sahani 12. Faini ya fedha na sahani 12. Usipohudhuria msibani. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 16. Hivi vitu vinatumikaga sana kijijini. Yaani kama kuna mila fulani zipo. Yes. Kwa sisi ambao tumekaa kijijini. Kijiji gani umekaa? Kuna kijiji kimoja hivi kinaitwa Kibedia. Kipo wilaya ya Gairo, Morogoro. Kabila gani linawakilisha hapo sasa? Hapo niseme hivyo. So kama ni utamaduni, kama utamaduni wetu kwamba ndio umetajwa hapa kwamba usipohudhuria msibani fedha ila kuna utamaduni fulani kwamba usipohudhuria msibani kuna namna fulani hivi jamii inakuchukulia tofauti. Yaani ningependa niwajue hilo ni kabila gani. Sio kwa ubaya. Nikutaka kufahamu kwamba unajua kila sehemu kuna taratibu zao pia. Kule Wakaguru. Wanaitwa Wakaguru. Wao ndio wana taratibu hizo kwamba usipohudhuria msibani unapigwa faini ya fedha. Ni kiasi gani cha fedha? Sio fedha. Hapa nimeona wameandika faini ya fedha. Hizi tamaduni kuna namna fulani kule vijijini zipo. Sio kwamba kuna issue ya fedha. Hii imewekwa kuwa ni faini ya fedha lakini kule sio kwamba ni fedha. Wao wana utaratibu wa sahani wa kukutenga. Wanakutenga kabisa. Wanakutenga. Na ile pale wewe ndio au ndugu yako. Kuna wakati ushasikiaga issue ya mtu anasusiwa msiba.
Ina maana msiba umekukuta alafu kitazama mko familia tu pekee. Mko familia tu, watu hawaji. Majirani hawaji kwa sababu wewe hudhurii misiba wenzia. Sasa ile pale instead of kwa mfano sisi ambao tupo mjini ikatokea tatizo kile kijijini, mnajikusanya ninyi ambao mnatokea kule kwenye ule ukoo au mnatokea kwenye kile kijiji, mnakuwa na utaratibu kwamba bwana kuna msiba, tunachangisha kiasi hiki fulani, ndio wenye uwezo wa kwenda waende ukiwakilisha. Kwa hiyo inapoenda kusoma kule unaua wanasoma kabisa majina ya michango. Kwamba kuna daftari huo linatembeaje? Linatembea vijana kutoka Dar es Salaam sawa wametoa kiasi hiki. Umeona? Sasa ile pale ndio inaonekana okay, hawa sasa wamechangia. Ila ikitokea umetokea msiba, hujaenda, hujatoa mchango, hujashiriki hata mazishi, ndio ile siku inakuja kutokea la kwako ama la ndugu yako. Msibani unasusiwa. Mbunge ashtushwa mchakato kugawa jimbo lake. Ukurasa wa 9 habari kamili utaipata huko ndani. Lakini pia tuko na habari nyingine, watoto wenye ualbino wanasurika kutekwa, wazazi roho juu wataka kuhamishia mbali. Haya mambo bado yapo. Tulikuwa tunafikiria labda vimeshapotea. Shida sana. Kutokea tukio hilo ilikuwa ni mwaka jana, iliunguruma sana. La binti ya Asimwe kule. Asimwe, iliunguruma sana. Yes. Lakini tukifikiria kama hivi vitu vishapotea, kumbe bado vipo. Habari kamili utaipata ukurasa wa 3. Majaliwa asema ukiritimba bado tatizo bandarini, atoa maelekezo, hiyo utaipata ukurasa wa 3. Lakini pia wakuu wa shule waingiwa hofu kushtakiwa kwa Stefan Wasiera, ukurasa wa 8 utaipata kwa undani zaidi. Nipashe Mwanga Jamii kwa kurasa ya mbele tumeifunga kwa steri hiyo. Nimemaliza hivyo. Sawa, mimi nakamata gazeti la Mwanaspoti kwa ajili ya kukata kiu yako ya michezo na burudani. Na katika ukurasa wa mbele lenye linaandika kwa ukubwa kweli kweli, linasema Aziz Ki afichua kinachomtesa. Aziz Ki anateswa. Kinachomtesa. Ndio sana anateswa au kinachomtesa. Hapo tunawekaje? Anateswa au kuna kitu kinamtesa? Kuna kitu kinamtesa. Iko kitu kinachomtesa ndo amekimwaga hadharani. Amekiweka hadharani. Mwanaspoti ndo anajua yeye. Mwanaspoti wamesema, lakini tunakumbuka juzi kwenye mchezo dhidi ya Tabora hakucheza Yes. Na watu kuna wengine wakaanza kuzusha. Unajua sasa hivi kila kinachotokea kwa Aziz Ki Hamisa Mobeto anatajwa. Ni wivu tu. Yaani shida inakuja kwamba ukiwa na mali ambayo watu wengi wanaitamani kuwa nayo, maneno mengi yatazungumzwa. Mara sijui jamaa ananepa ovyo. Inakuaje? Ndio nasikia hiyo. Kwamba sasa kilichofunguliwa kwamba ambacho kilichomkosesha kwenye mechi dhidi ya Tabora ni kwamba na maumivu ya mgongo. Ndio aliweka wazi. Maumivu ya mgongo. Sisi tunafahamu hivyo. Kwamba tulipata taarifa hiyo kwamba mgongo ndio hawezifanya kunyosha mgongo kidogo. Mgongo unaweza kunyoshwa lakini sio kwenye namna hiyo ya kwenda kucheza mpira. Unajua game bana ni tofauti na magame mengine ambayo bana Aziz Ki anacheza nyumbani. Sawa. Huko mtaonyoshana mgongo vizuri, mambo yatakaa sawa. Sasa unapoingia kwenye mechi za ushindani kaka, hayo mambo yenu kunyoshana mgongo mtaonyoshana huko kwa nyumbani. Hili game sasa tunahitaji massage isaidii. Massage kwa uchache sana. Ndio maana kuna kocha maalum wa mazoezi. Haya bwana. Hicho ndio kinachomsumbua Aziz Ki. Yes. Ila hawa Mwanasport wameandika kwa undani zaidi. Sisi tumekuibia tu ipo ukurasa wa 2, lakini chonde ndio Hamisa Mobeto asitajwe hapa. Kwa sababu hawezi kumtesa Hamisa Mobeto. Hamisa Mobeto asitajwe. Yeye anatimiza wajibu wake kuhakikisha baba amekula vizuri. Anamtunza. Kwa sababu mchezaji kuwa na mwanamke ni kitu cha kawaida. Lakini kwa sababu ni binadamu hawa. Wana hisia zao pia. Kwani mpira anacheza 24/7? Hapana. Hawezi kucheza masaa 24. Kuna muda anapumzika, kuna muda ambao kwa mfano sasa hivi tunaelekea kwa mfano ligi kuu. Sinaelekea kuisha. Haya, kuna break pale itakuwepo. Tenda Dubai. Sasa unategemea pale Dubai aende naye. Anasafiri na timu yake tumdote. Kuna mchezaji mmoja, mtoto mzuri lazima usike. Baada ile ya break, kaenda kula maisha na familia. Baada ya kurudi, katu kunyema sana.
Na nimetumia neno la zamani kidogo. Ninapozungumza sidhani kama ameweza kushiriki hata mechi 5 za ligi. Uzito umeongezeka. Watu kujema sana. Walimweka pale pigisha mazoezi akaja kurudi majeraha. Jamaa kasema majukumu yake. Unajua hivi vitu vipi hata kwa ndugu zetu pia tunaona kina Cristiano Ronaldo. Lakini tofauti na tunaona kina Messi pia. Wanawake wazuri pia. Wanawake wao ni wazuri. Uwezo kumkuta Cristiano Ronaldo mara ghafla eti mwili wake umekuwa kubwa. Jamaa anapiga mazoezi sana. Yaani mazoezi ni kitu ambacho amekizingatia. Anajisahau. Hapa kabla kitu kafupi hapa. Mzee tu kunyema. Huyo. Kugusa kidogo mgongo. Sawa bwana. Habari ipo kurasa wa pili, lakini kuna habari nyingine hapa inasema hesabu za kuivusha Simba yapewa mwamuzi wa kadi na penalti. Okay. Ipo kurasa 12 mambo anayopenda Simbazi. Kadi na penalti. Ama bwana wanabidi wakipige tena hawa. Wanabidi na kule moja vitu vimelalamikiwa sana kule Misri, penalti za wazi of course VAR inaonekana kama haikutenda haki hivi. Kitaalamu tunasema VAR iliwekwa kuwanufaisha wenyeji. Ilikuwa kama kamchongo fulani. Sababu wenzetu walilalamika tu kidogo ikachunguliwa, chuma ikawekwa kati, chuma ya pili ile. Chuma ya pili ile. Rudisha ile chuma ya tatu ile ambayo ilikataliwa ile pia. Ilikuwa wangeenda kucheka kwenye VAR nayo ingewekwa ile. Kwa hiyo haya mambo sasa. Sawa. Sasa mwamuzi wa kadi na penalti ndio anakwenda kuamua Simba kwenda nusu finali ama kubaki kushiriki kombe la shirikisho la CRDB, sasa sio kombe la shirikisho la kimataifa. Yeye ndo ataamua. Tusubirie kuona. Habari ipo kurasa 12, Arsenal yapata dawa ya Madrid. Habari ipo kurasa wa 20. Hii ni kuelekea ule usiku wa mabingwa barani Ulaya ambapo kwenye mkondo wa kwanza Arsenal ana kibarua dhidi ya Real Madrid. Mchezo huu utakwenda kuchezwa Aprili 8 Emirates pale na majira ya saa 4 usiku. Bonge moja la mechi ile hapa. Yani weka ratiba zako vizuri. Usikose ile game. Uitazame, na kweli kama unapenda kutazama game kama hizi kibanda umiza, basi hakikisha kweli unaenda kibanda umiza kuangalia game kama hizi. Na raha ya hii game inabidi uwe kwenye kibanda umiza. Sasa watu wengine wanatumia advantage kwenda kufanya vitu vyao vingine. Vipi? Huo muda huo yeye ana chat na mshikaji wake, vipi nani kashinda hapo? Inaendeleaje game? Ule muda anautumia vizuri. Kuna wale wengine huwa wanaaga nyumbani. Ndio hivyo. Cheki afu. Acheki game. Acheki. Unahisi kama alikuwa anakupa updates. Akirudi nyumbani uko full nondo kama alikuwa anatazama. Kumbe amepewa tu updates. Hapana bwana. Sasa raha ya game hii wewe angalia. Kaiangalie kabisa, nenda kaitazame kabisa. Usikubali kusimuliwa. Mechi kali sana hiyo. Sawa, wakati tunazungumzia usiku wa mabingwa barani Ulaya na sisi tuna hatua robo finali kombe la shirikisho pia. Ambapo jana ilichezeshwa draw. Ambapo katika hatua robo finali tutakwenda kushuhudia michezo. Africans wenyewe watakichapa dhidi ya Stand United ya kutoka kule Shinyanga. Wakati JKT Tanzania atakuwa na kibarua na Pamba Jiji. Singida atakuwa na kibarua na Kagera ambayo iko chini ya kocha Juma Kaseja ambaye ni wa moto sana. Moto kweli, michezo 4 na kashinda yote. Safi kabisa. Kwa hiyo Singida hapa na kibarua pia. Inabidi atengeneze tu legacy, azidi kutengenezea legacy. Wakati huo Simba yeye atakuwa anakaribisha Mbeya City, wagonga nyundo hawa. Kutoka pale Green City. Ambao nao pia ukiangalia kwenye msimamo wa championship pale wenyewe wako pale nafasi ya pili, wanamvizia Mtibwa Sugar. Wenyewe wanajihakikishia moja kwa moja kwenda ligi kuu. Sasa na hawa nikukumbushe ndio ambao walimtoa Azam. Wa moto. Tusiwachukulie kawaida. Kwa hapo by the way ni Simba ndio aenda kukutana nao. Ni message pia walituma hao Mbeya City kwa Azam kwamba msichukulie poa. Yote inaweza kutokea hata nyinyi wenyewe sana, mwisho wa siku hao wakaenda kulala. Na ndio maana nakwambia game zitabiriki hizi hapa. Hamna legend hapa. Hapa kinapigwa. Sawa, kinachonifurahisha zaidi ndugu yangu Leto ni kwamba mpaka hatua ya robo finali kuna timu 2 za championship. Timu 2 za championship ambazo katika misimu ya nyuma tumezoea kuona kwamba mara nyingi sana hizi timu zinaishiaga hatua 16. Amejitahidi sana
au 32 pale. Ila mpaka sasa hivi robo finali kuna timu mbili za championship zimekaza, ziko vizuri, na sijapenda pia. Hujapenda kwa nini sasa? Hizi timu mbili ambazo ni za championship zote zimepangiwa majanti. Stand yuko na Yanga, Mbeya City yuko na Simba. Lakini tumechezesha draw. Ndio maana nakwambia sijapenda. Sasa ngoja, hilo draw limechezeshwa kwa namna ipi? Sawa. Draw limechezeshwa kwa usahihi. Sijasema kwamba wamekosea, ila sijapenda. At the end of the day lazima utakutana nao tu. Kwa sababu hata ukienda ligi kuu pia hao wazee utakutana nao tu. Sawa, lakini utazunguka lakini ipo siku utakutana nao. Hawa. Kwa hiyo haijalishi. Kuna namna fulani hivi tutamani kuona uhondo wa mapema sana katika hatua ya robo finali. Lakini nafikiri ila kama wamewahi Mbeya City kufanya kitu kwa Azam, kwa nini wasifanye kitu kwa Yanga? Kwa nini wasifanye kitu kwa Simba? Kwa hiyo yote atakayejichanganya kati yao anatengeneza mtu mzima. Unakisikia mtu mzima anavuliwa nguo hapo sasa. Haya bwana, mechi hizo zote zitapigwa Aprili 10 hadi Aprili 14. Ni kugeuzia katika kurasa za nyuma kwenye gazeti la Mwanaspoti lenyewe linaandika, linasema dawa ni hii. Umeona bwana, unaambia kocha wa Arsenal Mikel Arteta amezidi kupata pigo kwa orodha wachezaji wenye majeraha kuongezeka, huku mechi ya robo finali ya mkondo wa kwanza ligi mabingwa Ulaya dhidi ya Real Madrid ikizidi kukaribia. Majeraha ni mengi mno, pancha za kutosha. Unaambia kwamba Gabriel Magalhaes na Julian Timber wamejumuika katika orodha ya majeruhi wa Arsenal pamoja na Gabriel Jesus, Ricardo Calafiori, Ben White pamoja na Tomiyasu. Na ukicheki hawa wote ukimgusia hapa mtu kama Tomiyasu kitasa hiki, lakini pia unamzungumzia mtu kama Ben White, unamzungumzia mtu kama Gabriel Jesus, unamzungumzia mtu kama Calafiori. Hao wote ni watu ambao walikuwa wanaingia moja kwa moja kwenye first 11 na watakosa mchezo. Takriban wachezaji 4 ambao ni wa muhimu sana. Na kumbuka pia hata Saka naye ndo ameanza kurejea. Kwa hiyo bado hajawa na utimamu ule. Kwa hiyo Arsenal na Madrid hawa hapa wanakuja. Pagumu hapo. Sawa, lakini Olmo pamoja na Pau kizungumkuti tena. Wanasema nyota wa Barcelona Dani Olmo pamoja na Pau Victor wanakabiliwa na hatari ya kuondolewa tena kikosini na mamlaka za soka nchini Hispania baada ya kunusurika kadhia hiyo mwaka jana. Balaa bado ni zito kwa Dani Olmo. Kumbuka hata usajili wake wa mara pili pia ulikuwa ni kizungumkuti kuweza kusajiliwa pale kuhusiana na mamlaka za soka nchini Hispania. Kumbuka wenzetu wana limit ya matumizi ya hela ya usajili. Sasa mkuta hii Dani Olmo, na ndio kitu ambacho pia kilimuondoa Lionel Messi pale Barcelona. Sasa tunakuta pia Dani Olmo, changamoto sana. Sawa, nafikiri nimemaliza hivyo kwenye gazeti la Mwanaspoti, lakini kukumbusha tu kwamba kesho kuna mchezo wa EPL kati ya Everton na Arsenal majira saa 8 mchana, mchezo ambao utakwenda kuchezwa pale Goodison Park majira ya mapema sana hii, kabla wakati unapata lunch pata na game. Sawa. Yes. Ndio. Niko na gazeti la Nipashe kurasa za nyuma wameandika habari za michezo, na moja kati ya habari ambayo imeweza kuandika ni hii: Fadlu, mechi haijaisha, tutashinda kwa Mkapa. Kocha huyo afunguka bao la mapema liliondoa mchezoni nyota wake. Bao la mapema kabisa. Bao la mapema ambalo kuchelewa likapatikana pale bana na likamtoa kwenye mchezo bana. Lakini sifikiri kama tunaweza tukasema kwamba limeondoa mchezoni. Ni kwa mujibu wa kocha mwenyewe anasema. Lakini unajua baada ya lile bao Simba walishambulia sana. Ni mwishoni, dakika za mwishoni, kipindi cha pili kipindi cha kwanza hicho. Kuna namna fulani ukiangalia possession kipindi cha kwanza Simba walikuwa na 48 point something na Al Masry walikuwa na 51 point something. Inadhihirisha kwamba Simba walishambulia. Na wale jamaa walikuwa na shot on target moja tu kwenye kipindi cha kwanza ambacho ilikuwa goli. Wakati Simba wenyewe walijaribu nyingi. Na nafikiri ule ni baadhi tu ya mifumo wanafanya hivyo. Haina mfumo ambao. Yani kuna baadhi ya mechi ni tafsiri kwamba iliondoa kwenye mchezo, lakini kama mimi niona kama ndio iliwarudisha kwa sababu walikuwa na hasira zaidi. Lakini baadaye ile ni matumizi tu. Tuhitimishe na gazeti la Mwananchi katika ukurasa wa nyuma ambapo lenyewe linaandika, linasema mitazamo tofauti sakata la Alikamwe. Tunafahamu kwamba jana siku zima trending news ilikuwa ni Alikamwe. Kabisa. Mchezo mara baada ya kuswekwa ndani. Hivi kwa nini linatumika neno kuswekwa? Rumande. Kwa nini isiwe amewekwa? Yani unajua kuna kuwekwa afu kuna kuswekwa. Tunasema kuswekwa kwa sababu si kitu ambacho mtu anapenda. Kuwekwa ile unaweza enjoy.
lakini kuswekwa upendi yani, ila hamna namna. Lakini si ndio utaratibu uko hivyo? Ndio maana hakuna anaye enjoy kuwekwa ndani. Sasa kuonyesha kwamba hakuna anaye enjoy ni kuswekwa. Kwa maana kitu kimetokea katika mazingira ambayo wewe mwenyewe kutarajia pia. Kwa sababu jamaa alikamatwa saa 7:30 usiku. Ina maana lazima ukaswekwe sehemu. Kule ni kuswekwa. Umetoka hoteli labda, ama ulikuwa umekaa sehemu fulani hoteli nzuri, wakakuchukua kaenda kukusweka au kwenda kuswekwa korokoroni. Unaona kwamba wanasheria wamekuwa na mitazamo tofauti katika sakata la kukamatwa afisa habari wa klabu Young Africans Ally Kamwe, huku wakigusia kilichowahi kutokea kwa mkuu wa idara ya habari ya Simba Ahmed Ally. Maona bwana? Watu wakafanisha mambo kidogo. Yes, Ahmed Ally ilitokea kule Mwanza dhidi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza. Zuka mengi sana. Sasa kwa Ally Kamwe mwenyewe imetokea dhidi ya Paul Chacha pale Tabora. Mambo yalikuwa mazito sana. Mambo yalikuwa mazito, na moja kati ya vitu ambavyo vinazungumzwa ukisikiliza wachambuzi wa soka hapa nchini Tanzania wanasema kwamba ukiingie kwenye soka uvumilie na utani ambao utakutana nao huko ndani. Sasa usitumie kofia zako mbili. Yes. Yaani unataka ulete utani wewe watanie wengine, ila watu wakirudisha vijembe basi wewe unataka ufanye kwa namna nyingine ambayo unaona itakuwa sawa. Sasa hiyo kauli tunaifananisha na ile inayosema kwamba kama hutaki kubambiwa usiingie disco. Usicheze kabisa. Usicheze kabisa. Yaani usiingie. Au usiende tu. Usiende, tulia. Kwa sababu ukienda pale unaweza kushawishika. Bora usiende, lala nyumbani tu. Usikie tu kuna watu wanabambiana huko. Hasa kule vigodoro kule vya. Kule afu usibambiwe. Wanasema ngoma isiyokuhusu usiicheze. Usicheze. Sasa ndio kilichotokea hiki. Kwa mengi yamezungumzwa kwamba bwana imekwaje, sio vizuri nini. Lakini mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto amesema kwamba kilichotokea kwenye mivutano ya maofisa habari wa timu hizo na wakuu wa mikoa si jambo zuri. Kuna mambo ya kuongea kuleta hamasa ya timu yanaruhusiwa, lakini ukipitiliza huo ni utashi wa mtu. Unapovuka mipaka siku zote sheria huwa inachukua mkondo wake. Amesema Mguto. Kwa hiyo tanianeni, lakini kuna utani fulani hivi. Na ndio sasa ukifuatilia watu wenyewe wa soka au mashabiki wa soka na ndio maneno yao ambao wanatumia, na ndio kila siku wako hivyo. Kwa Ally Kamwe na Christina Mwagala wamesemezana sana. Na ndio maana Ally Kamwe alianza mbali kabisa kwenye ile speech yake. Alianza kwa kumuomba radhi kwanza Mheshimiwa Rais ambaye amemweka mwakilishi wake pale Tabora. Alijua nini ambacho atakifanya, kwamba bi mkubwa bwana mimi nakuheshimu sana. Ila sasa kuna hivi vitu vimeingiliana hapa katikati, kuna frequencies zimejichanganya, sielewi. Hatari sana say. Bwana, kwa hiyo ndio mambo ambayo yamejili, lakini ila uzuri wake kwa kuwa ameshatoka yuko nje. Yes, na watu wana utaratibu mwingine. Najaribu kucheck comment pia. Yes. Watu wanasema kwamba tuseme ni wale watu ambao hamtakii mema Ally Kamwe, na bila shaka ni wa upande wa pili. Wamesemaje? Hizo comments zinasemaje? Ambao upande wa pili ndugu yangu kigelegele anaita upande wa pembeni. Wenyewe wanasema kwamba sawa hata kama katoka, lakini kikubwa amelala ndani. Yao. Sawa, wao wana enjoy kwamba wameenjoy. Sawa, ametoka lakini amelala ndani. Na jana wakati anatoka ukiangalia ile video ni mtu anayetia huruma. Kabisa. Kule sio sempoa pia. Sababu hata ukiambia mtu amekaa kwenye mahojiwa ujue ni kwenye kiti cha moto sana. Kwa sababu pengine ile sio maisha yake. Tukirudi kwenye historia ya Ally Kamwe, pengine ile ndo mara ya kwanza. Sijajua background yake ilikuwaje, hususan kwenye matukio kama hayo, kama ameshawahi kulalala polisi ama kuswekwa ndani. Sijajua. Labda pengine ndio tukio lake la kwanza pia. Kwa hiyo anaendelea kukua na kupata experience zaidi kwenye kiti ambacho sasa hivi amekikalia. Sawa. Sisi tumemaliza hivyo kwenye kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti ya siku ya leo, kiwa ni Aprili 4. Lakini nikukumbushe kwamba siku ya leo kwetu sisi ni siku njema sana. Okay. It's a beautiful day for Boss Lady. MD Managing Director wa Rushuri TV. CEO. Leo. Miaka kadhaa. Sawa. Moja kati ya kitu kikubwa pia ambacho tuko nacho ni kusherekea maisha yake, au sio? Kama tunavyozidi kusherekea
na wewe pia mtazamaji, ina maana kama yeye asingeamua kuinvest kwenye media, pengine usingepata nafasi na kutazama vitu kama hivi hapa. Kwa hiyo sisi tunamwambia heri na milango izidi kufunguka ya riziki, mambo mengine yaweze kwenda sawa. Na mimi leo tutazidi kuwa siku nzuri sana kwetu sisi pia. Kabisa. Na sisi tunamtakia heri kwa sababu ndiye ambaye anatuweka mjini. Na ndio maana nasema siku ya leo itakuwa nzuri zaidi. Kabisa. Uwepo wake ni muhimu kwa. So tabasamu litaongezeka kama ambavyo atavyotabasamu yeye, na siku inavyozidi kuwa nzuri na sisi tutatabasamu mara 2 zaidi yake yeye. Kabisa. Mungu azidi kumweka vizuri, azidi kumuongezea miaka, aishi miaka mingi. Wanasema vijana wanasema aishi miaka buku. Miaka buku. Yes. So tunakutakia kila laheri boss. Yes, tunakutakia kila laheri. Sing kidogo. Haina shida. As long kwamba vocals zipo. Yeah. Let's get it. Yeah, so special for our boss. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear boss, yeah. Happy birthday to you. Hatari sana hizo. Sawa, sisi hatuna ziada, unaweza kutufuatilia kule mitandao ya kijamii. Instagram tunatumia Rushuri_TV_. Vivyo hivyo TikTok tunatumia Rushuri TV. Hapa YouTube kama ndio kwanza unaungana nasi, fanya subscribe ili kujiweka karibu zaidi na updates zote ambazo tunakuwekea. Kumbuka tunakuwekea updates za michezo, burudani, siasa pamoja na zile za kimaisha. Salia hapo. Mimi ni Justin Kosan, mwenzangu ni Leto Matwani. Have a nice Friday.